So mimi acha niseme tu kwamba kuna hao ndugu zetu ambao mimi nitawaita vichaa kwa sasa, wenda wazimu hawa kutoka kusini mwa Afrika, South Africa, ambao walitiwa maneno kwa nguvu na kwa kiasi kikubwa sana ya kwamba waweze kuwakataa Waafrika wenzao na waweze kuwafukuza kwenye ile nchi yao pale, ambapo kulikuwa na mjadala mkubwa sana na kukatengenezwa makundi tofauti tofauti ambayo yalikuwa kwa kasi na kwa ukubwa zaidi, ambapo yaliingia barabarani na kusukuma kila njia, kila sehemu, na kuhakikisha kwamba nchi ile ya kusini mwa Afrika hakuna Mwafrika yoyote ambaye anafanya biashara kwenye ile nchi ama anaishi kwenye ile nchi, kwa sababu ya kwamba wameambiwa na kutiwa mentality ya kwamba Mwafrika yote ambaye sio raia wa kusini mwa Afrika ndio ambaye anafanya mpaka kusini mwa Afrika kuwe na njaa, wawe na shida, wasipate kazi, wateseke. So wakaambiwa kwamba endapo mtafanikiwa kuwatoa wote wa Afrika ambao sio raia wa kusini mwa Afrika, basi nyinyi watu hapa wa kusini mwa Afrika mtaishi kwa amani na mtaishi vizuri na mtaishi kama matajiri, kwa sababu nyinyi mko na mali nyingi ambazo zinatumiwa na kufaidisha Waafrika wenzenu kule nje, wakati nyinyi hapa mnaendelea na mateso. So movement nyingi ziliweza kufanywa, wakapiga watu, wakafukuza watu, wakawapandisha ndege, watu wakawa wanalia mateso, wakafanya familia zivurugane, wakakatisha familia hii na ile. Mwisho wa siku wakafanikiwa mpaka sasa kuregesha Wagana takriban 1200 kwa leo. Tumeambiwa hilo ndo kundi kubwa zaidi ambalo liliweza kurudi. Vilevile tuliona mpaka kuna baadhi ya Watanzania 3 ambao waliweza kuuliwa pia kwenye vurugu nzima hili, na tuliona vile ambavyo walikuwa wakichapa fimbo na kupiga makofi na ngumi na mateke Waafrika wenzao, kisa na maana ati wamefungua ama wanajiendeleza kibiashara ndani ya kusini mwa Afrika, ya kwamba hao wanajiona kwamba hao they deserve more than the others. Lakini mwisho wa siku, baada ya kwamba wamewafukuza wote, kuna yule ambaye ni mpinzani mkuu wa Rais Ramaphosa pale, anajiita Malema, Julius Malema, alikuja na akauliza swali rahisi wale wote ambao wamejiunga kwenye ile kundi la kuwafukuza Afrika wenzao kutoka nchi ya kusini mwa Afrika kule. Akauliza swali rahisi sana: je, mnahisi ya kwamba zile kazi ambazo hawa Waafrika wenzenu wanazifanya hapa kusini mwa Afrika, endapo mtawafukuza na warudi kwao, mnahisi ya kwamba hizo kazi zitabaki wazi kwa ajili yenu, mtazipata? That is a question ambayo aliuliza. Swali lingine akauliza, je, zile biashara ambazo wanazifanya hao, wamezimaintain, wanazifanya kila uchao, wanalipa ushuru, nchi yetu inaendelea, je, wakirudi kwao mko na uhakika kwamba hizo biashara mtazichukua na mzifanye kazi? Maneno yalikuwa mengi kwenye mtandaoni, akadharauliwa sana kiongozi huyu na akaambiwa kwamba anakuwa kama msaliti wa kusini mwa Afrika. Lakini mwisho wa siku, leo hii tumeweza kutambua ama kujua alichokuwa akikiongea ni kitu cha maana sana. Tumsikilize huyu dada hapa. Africans should go, foreigners should leave. We can do it as South Africans. Why are these shops empty? Why are they closed? By now, I thought South Africans should have opened all the stores, start selling things. The only thing that these people know how to do is to loot people's properties, loot people's belongings. When I keep telling you that South Africans are lazy, you think I'm joking. Now, this is their own fellow South African that went into the streets, did the video, and was lamenting that after they finally evacuated foreigners from these stores, they are still empty. The same job they have been crying for, they've not gotten that particular job. They've not created companies. Like, what kind of South Africans? You see why your president did not say anything? Because he knew that people are going to come to this level. He knew, so he just allowed people to display your foolishness. What is this?
So kuna ile kasumba ya kwamba ilikuwepo ndani ya kusini mwa Afrika kwamba endapo Waafrika wengine ambao sio raia wa kusini mwa Afrika watarudi kwao nchi zao za Kiafrika, basi definitely automatically wale ambao ni watu pale kusini mwa Afrika watafaidika, kwa sababu zile biashara zitaachwa wazi, na endapo zitakuwa ziko wazi, basi hao itakuwa advantage kwao kuzichukua na kuziendeleza na kujifaidisha na kujipa utajiri ambao walikuwa wameahidiwa ya kwamba endapo utafukuza Afrika wenzao, basi hao utajiri utakuwa mikononi mwao. Lakini cha maajabu ni cha kushangaza, dada yetu ambaye alikuwa kwenye video hii ambayo nimekuonyesha hapa, anaeleza vile ambavyo hata baada ya kuchukua Afrika wengine na kuwaregesha kwao, lakini bado zile biashara walizoziacha hao kama wana kusini mwa Afrika wameshindwa kuzimaintain, wameshindwa kuzifanyia kazi, wameshindwa kuziendeleza, wameshindwa kuanzisha biashara ambazo zilikuwa zimefungwa kwa sababu ya kwamba zinashughulikiwa na Waafrika ambao sio raia wa kusini mwa Afrika. So swali ni je, kuwatoa Waafrika ambao hawakuwa wana raia wa kusini mwa Afrika ilikuwa dawa ama ilikuwa tiba, ama je hiyo ndio ilikuwa ni kigezo cha msingi endapo wangewatoa wangejipa utajiri? Je, unahisi ya kwamba watu kutoka kusini mwa Afrika kwa sasa wanapaswa wajutie kufuata lile agizo la kuwafukuza Waafrika wenzao kutoka nchi yao pale, ama unafikiri ya kwamba they have to wanapaswa wasikie raha baada ya kwamba wamewafukuza Waafrika wenzao kutoka kwenye ile nchi? Kwa sababu kikweli kabisa sisi hapa kwa KG Chipande tulikuja tukakashifu swala lile kwa ukubwa zaidi na kusema kwamba je, nchi zingine za mashariki mwa Afrika pamoja na kaskazini mwa Afrika na kule kwingine kote, nchi zote za Afrika zikubaliane na ziingie kwenye mkataba zote, ziseme ya kwamba kwenye nchi zetu hatutaki kufanya biashara na kusini mwa Afrika, na hatutaki mwananchi ama raia yoyote wa kusini mwa Afrika tuweze kumuona anaishi kwenye hizi nchi zetu, arudi kwao, kwa sababu hao pia walifukuza watu wetu. Kusini mwa Afrika itakuwa wapi? Where will be that country? Because all of them they will be taken back there. Na mwisho wa siku tujue tu ya kwamba hapa Tanzania, Kenya, Uganda ni nchi ambazo watu kutoka kusini mwa Afrika wamejazana sana kwa wingi hapa, na watu wanaishi nao vizuri, wako amani, hawafukuzi, hawafanyi lolote. Juzi tu rais wa Kenya William Samoei Ruto aliweza kuenda kule kwa nchi ya kusini mwa Afrika, ambapo watu wengi sana walianza kujiuliza, by the way, that was the question from each and everyone, that like, by the way, kwa nini hatujaona Wakenya wakipigwa ndani ya kusini mwa Afrika na kufukuzwa kama vile ambavyo tuliona Tanzania wakifukuzwa, tukiona Nigeria wakipigwa, tukiona Waganda kupandishwa ndege, wengine wakawa wanalia na kuregeshwa? Why haven't we seen Kenyans being chased from South Africa? That was the big question by the time William Samoei Ruto, the president of Kenya, alipoweza kutembelea ile nchi ya kusini mwa Afrika. Nafikiri jibu uko nalo, utanipa jibu lako hapo. Kwa nini hatujaona kwenye vyombo vya habari kuna baadhi ya Wakenya ambao wamepigwa na kuanikwa kwenye kamera na kuanikwa kwenye mitandao ya kwamba hao ni Wakenya, wamechapwa, ama kuna ndege ambayo imetoka kusini mwa Afrika na imesafirishwa Wakenya kuwaregesha Nairobi baada ya kwamba wamepatikana ya kwamba hawastahili kuendelea kuishi au kufanya biashara ndani ya kusini mwa Afrika kama vile ambavyo walifanywa Tanzania, Nigeria na nchi ya Ghana.